Tanzania unayoongoza sasa hivi ina uhuru na demokrasia ya kutosha, uhuru wa kujieleza? Wewe mwandishi wa habari, toka umefika umesikia vyombo vya habari vimelalamika? Hakuna chombo kinalalamika. Kuna uhuru wa kutosha, wanajieleza. Na wanajieleza mpaka wanavuka mipaka saa nyingine. Lakini kwa sababu kiongozi inabidi mvae ngozi ngumu, muangalie. Lakini wakati mwingine kusema kwao, bora umpe mtu nafasi ya ku-offload alicho nacho, atoe, umsikie. Kama kiongozi wasema, kumbe kuna lalamikiwa hiki, basi unakifanyia kazi. Kuliko ukiwabana, hawasemi, hujua wanafukuta na nini ndani, ile. Sasa Tanzania kuna uhuru wa kutosha sasa. Vyombo vyote vya habari viko huru, anayefuata sheria, anayefuata maadili ya kazi zao, wako wanafanya kazi zao. Demokrasia ya kisiasa? Demokrasia ya kisiasa, yes, ipo. Na hapa naomba nitofautishe baina ya demokrasia ya kisiasa na fujo za kisiasa. Demokrasia ya kisiasa ni nini? Demokrasia ya kisiasa, tuna vyama vya siasa, wana vyombo vyao, wanajadili mambo yao. Kwa mfano baraza la vyama vya siasa, huko wanajichagua wenyewe, wanajadili mambo yao ya kisiasa, wanaelewana huko. Kuna kamati ya vyama vyenye wabunge bungeni, na wenyewe wanaya kwao, wanakaa, wanazungumza, wanajadiliana huko. Lakini kuna vyama vyenyewe vya siasa ambavyo vimeundwa na katiba zao, na kwenda kwao au kufanya kazi kwao kunategemea katiba zao. Kwa mfano, chama changu, Chama cha Mapinduzi, katiba yangu inaniambia labda katika mwaka nitakuwa na vikao viwili vya halmashauri kuu ya chama, labda vikao 6 vya kamati kuu, na vikao vingine katika ngazi za chini, mikoa na wilaya. Na hivyo vikao vimeelezewa wajumbe ni nani na kila kitu. Hivyo vikao vinaendeshwa bila bugudha, bila kuomba ruhusa polisi, kwa sababu katiba imeshaelezwa na imepita kote na inajulikana. Na vivyo hivyo vyama vingine vyote vina katiba zao, zina system zao za mikutano, wajumbe wao ni kina nani. Hizo wako free kufanya wakati wowote. Kitu ambacho hakipendezi ni ile kutaka uhuru wa kufanya fujo za kisiasa. Labda tumemaliza uchaguzi, serikali imeundwa, kinachotakiwa kuendelea ni kujenga nchi. Uwe una chama gani, uwe una chama gani, una chama gani, wote mnakuja pamoja, mnajenga nchi yenu. Ndicho kinachotakiwa kuwa. Lakini kinapotokea chama